Kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiza idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati ni wakati mwafaka, msikizaji, wa kupokea taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na mateka 20 walio hai wakabidhiwa Israeli, huku Trump akitarajiwa kuhutubia bunge la Israel. Israeli inatarajiwa kuachilia wafungwa wa Kipalestina saa chache zijazo. Na magari ya Msalaba Mwekundu yawasili katika awamu ya pili ya makabidhiano ya mateka Gaza. Naam, na tumai ubweri wake pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Mateka wote 20 walio hai wakabidhiwa Israeli, huku Trump akitarajiwa kuhutubia bunge la Israel. Mateka wa Israel ambao ni 20 wanaaminika kuwa hai wameachiliwa. Waligawanywa katika makundi mawili. 7 wameachiliwa huru mapema asubuhi na 13 baadaye. Miili ya wale waliofariki dunia bado haijakabidhiwa kwa Israel, ambapo zaidi ya wafungwa 1700 kutoka Gaza na wafungwa wapatao 250 wa Kipalestina pia wamepangiwa kuachiliwa kutokana na magari yanayoaminika kuwabeba katika gereza la Ofra nchini Israel. Hospitali ya Gaza zinajiandaa kuwapokea. Rais wa Marekani Donald Trump amewasili katika bunge la Israeli, ambapo atahutubia. Pia atakutana na familia za mateka. Jeshi la Israeli limethibitisha hivi punde kwamba kundi la pili la mateka wanaoishi Israeli wamekabidhiwa shirika la Msalaba Mwekundu. Mateka hao 13 sasa wako njiani kuelekea jeshi la ulinzi la Israel na vikosi vya shirika la usalama la Israeli katika ukanda wa Gaza. Mapema asubuhi ya leo, Hamas tayari iliachilia huru watu 7 katika kundi lake la kwanza la kuachilia mateka. Unapokea taarifa hii ya habari mbashara kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Pamoja na kuachiliwa kwa mateka wa Israeli, tunatarajia pia kuona kuachiliwa kwa wafungwa 250 wa Kipalestina na wafungwa 1700 kutoka Gaza, wakiwemo watoto 22. Ambapo majina ya mateka 20 muda mfupi baadaye wanamgambo hao walikabidhi kundi la kwanza la mateka 7 kwa kuwasilisha kwa wakilishi wa shirika la Msalaba Mwekundu jijini Gaza.
Baadaye jeshi la Israeli limethibitisha kwamba mateka hao wamepokelewa. Silvia Mweuzi na taarifa hiyo kwa kina. Huku kundi la pili la mateka 13 likisafirishwa kuelekea Khan Yunis kusini mwa ukanda wa Gaza. Tawi la kijeshi la Hamas hii leo limechapisha orodha ya majina 20 ya mateka, na muda mfupi baadaye wanamgambo hao walikabidhi kundi la kwanza la mateka 7 kwa wawakilishi wa shirika la Msalaba Mwekundu jijini Gaza. Baadaye jeshi la Israel lilithibitisha kwamba mateka hao wamepokelewa. Mmoja wa jamaa wa mateka aliyeachiliwa amesema kuwa nina furaha sana, tena sana. Nafikiri unaweza kuona hapa watu wa Israel wamefurahi sana na kushusha pumzi. Ni asubuhi ya kipekee, na pengine asubuhi itakayobadili namna tulivyozoea kuishi hapa katika nchi yetu. Msemaji wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema wafungwa wa Kipalestina wataachiwa mara tu Israel itakapothibitisha kwamba mateka wote ambao wanatarajiwa kuachiwa wamevuka mpaka kuingia Israel. Israel haitarajii kupokea miili ya mateka wote waliokufa siku ya Jumatatu. Wakati hayo yakiendelea, rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi wanatarajiwa kuongoza kwa pamoja mkutano wa kilele wa zaidi ya viongozi 20 wa dunia katika mji wa Sharm el-Sheikh nchini Misri. Kiongozi huyo wa Marekani tayari amewasili Israel na alipokelewa uwanja wa ndege na waziri mkuu Netanyahu pamoja na rais wa Israel Isaac Herzog kabla ya kuhutubia bunge la Israel Knesset. Akijibu maswali ya waandishi wa habari wakati akiwa njiani, Trump ameeleza kwamba vita imekwisha na anayo matumaini kwamba makubaliano ya kusitisha vita yatadumu. Hapo jana, wizara ya mambo ya nje ya Misri ilisema kwamba kunatarajiwa kutiwa saini makubaliano ya kihistoria ya kumaliza vita vya Gaza wakati wa mkutano huo wa Misri. Kulingana na vyanzo vitatu vya kidiplomasia, wapatanishi wa Marekani, Misri na Qatar na pengine Uturuki watatia saini nyaraka za dhamana wakati wa mkutano huo. Lakini pande hasimu katika mzozo huo hazitohudhuria mkutano, huku ofisi ya Netanyahu ikisema kwamba hakuna maafisa wa Israel watakaoshiriki kufuatia ripoti za awali kutoka Hamas kwamba haitotuma wawakilishi. Miongoni mwa wanaohudhuria mkutano huo ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, mfalme wa Jordan Abdullah wa pili, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na mwenzao wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Kufuatia makubaliano ya usitishaji vita, misaada ya kiutu imeanza kuelekea Gaza. Zaidi ya malori 200 yaliyobeba misaada, ikiwemo magari 6 ya diesel na 5 yaliyobeba gesi ya kupikia, yalionekana siku ya Jumapili katika kivuko cha Kerem Shalom. Wakati huo pia maelfu ya Palestina walionekana mwishoni mwa juma wakirejea katika jiji la Gaza lililoharibiwa vibaya, huku shirika la ulinzi wa kiraia linalofanya kazi chini ya mamlaka ya Hamas likisema kwamba zaidi ya watu 500,000 wamerejea kufikia Jumamosi jioni. Asante sana Silvia Mweuzi hapo kwa taarifa hiyo ya habari kutokea maeneo hayo ya ukanda wa Gaza. Katika nyanja ya uchumi wa bluu, kutoka kwa wavuvi wa Kizimkazi hadi wafugaji wa mwani kisiwani Pemba, wanawake na vijana ndio wanaoguswa maisha yao moja kwa moja na wakati huu wa kuelekea katika uchaguzi mkuu. Ahadi nyingi zinatolewa. Hawa Bihoga na taarifa kwa kina. Amekimbia nchi ingawa serikali yake imekanusha na kusema kuwa kiongozi huyo bado yuko Madagascar na anaendelea kusimamia shughuli za taifa. Mujibu wa shirika la habari la Reuters, mapema leo Jumatatu, maafisa wanaounga mkono waandamanaji tayari wamechukua udhibiti wa kikosi maalum cha usalama ambacho awali kilikuwa kikisaidiana na polisi kuwadhibiti waandamanaji. Jenerali Nonos Mbina Memalisoni ameteuliwa kuwa mkuu mpya wa kikosi maalum cha usalama, akichukua nafasi ya Jenerali Jean Habeti Rakotomalala. Ametoa amri ya kusitishwa kwa matumizi ya nguvu dhidi ya waandamanaji. Matumizi yote ya nguvu yatasitishwa kuanzia sasa. Wananchi wanafanya kazi kwa manufaa ya wengi na si kundi la wachache. Kwa mara ya kwanza, kikosi cha Kapsat ambacho kilimsaidia Rais Rajoelina kuingia madarakani mwaka 2009 kilikataa kufuata amri ya kufyatulia risasi maandamano ya vijana wa Gen Z. Umoja wa Afrika umetoa wito wa utulivu na mazungumzo ili kuepusha taifa hilo la kisiwani kuingia kwenye machafuko zaidi. Maandamano hayo ambayo awali yalionekana kana kwamba ni malalamiko wananchi ya
kawaida yaligeuka na kuwa changamoto kubwa katika utawala wa Rais Rajoelina tangu kuchaguliwa tena mwaka 2023. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, takribani watu 22 waliuawa katika siku za mwanzo za maandamano hayo, wengine kwa nguvu ya vikosi vya usalama na wengine kutokana na vurugu zilizochochewa na magenge ya wahalifu na waporaji wanaonufaika na machafuko hayo. Hata hivyo, Rais Rajoelina amepinga idadi hiyo akisema kwamba vifo 12 pekee vimethibitishwa na wote walikuwa wahalifu. Asante sana Wabihoga kwa taarifa hiyo kutokea Madagascar, kutangaza kwamba wanashikilia udhibiti wa kikosi maalum cha jeshi la nchi hiyo, ambapo jana Rais Rajoelina alionya kuhusu jaribio la kufanyika mapinduzi ya kumpokonya madaraka wakati wanajeshi wakizungumza. Katika nyanja ya uchumi wa buluu, msikilizaji, anarejelea taarifa ile ya kwanza kutoka kwa wavuvi wa Kizimkazi hadi wafugaji wa pwani kisiwani Pemba. Wanawake na vijana ndio wanaoguzwa maisha yao moja kwa moja, na kwa wakati huu wa kuelekea katika uchaguzi mkuu, ahadi nyingi zinalengwa kuwainua wanawake kwenye sekta ya uvuvi na kilimo cha mwani, ambapo ni moja ya sekta inayobeba matumaini kwa Wazanzibari hasa wa vijijini, ikikadiriwa kuwa na zaidi ya ajira 100,000 hupatikana hapo kati yake, ambapo 15% ni wanawake. Selma Said akiripoti kutokea Zanzibar. Wa samaki, wa utalii na wa fursa mpya, na unazidi kuibadilisha Zanzibar kwa kisiwa cha matumaini. Kwa mujibu wa takwimu za serikali, zaidi ya 30% ya pato la Zanzibar linategemea shughuli zinazohusiana na utalii, ambayo ni sehemu muhimu ya uchumi wa buluu. Hii ndiyo maana serikali imeweka kipaumbele maalumu kupitia sera ya uchumi wa buluu. Rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi alipoingia madarakani alikuja na mikakati ya kuinua sera ya uchumi wa buluu na kuunda wizara maalum. Katibu mkuu wa wizara wa uchumi wa buluu, Captain Hamad Bakari Hamadi, anaelezea vifaa vinavyotolewa na mfuko wa kimataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD pamoja na shirika la mpango wa maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP. Mradi wa IFAD tumetoa vifaa pamoja na boti, na kupitia mradi wa UNDP pia tumetoa hizi boti za ukulima wa mwani kwa ajili ya wananchi. Kwa hiyo unakuta katika eneo hili la vifaa tumetoa vifaa vingi sana kwa kipindi hichi cha miaka 5 iliyopita. Ni uchumi unaotegemea hazina kubwa ya bahari na pwani, unaolenga si tu kuongeza pato la taifa bali kupunguza umaskini, kukuza ajira na kuhakikisha maendeleo endelevu. Wakati huu wa uchaguzi, wagombea wa urais wanakutana majini na nchi kavu, huku kila mmoja akiahidi kuinua zaidi uchumi wa bahari. Mgombea wa urais kupitia chama tawala cha CCM, Hussein Mwinyi, ameahidi haya. Serikali pia itaendelea na ujenzi wa miundombinu mbalimbali ndani ya sekta uvuvi na mwani ili kuhakikisha wananchi wanafaidika kwa kukuza vipato vyao na kuchangia katika pato la taifa. Mgombea wa ACT Wazalendo Othman Masudi anaona bado rasilimali ya bahari haijatumika kikamilifu. Rasilimali kubwa ya nchi hii ni bahari, bado hatujaitumia. Hata pale tunapoitumia tunaitumia kidogo. Kwa mfano suala la mwani, mimi nasema kila siku, kila napopita. Sasa hivi Zanzibar hatuuzi mwani, tunauza majani kutoka baharini, kwa sababu mwani ule yale majani ndio baadaye yanakuwa mwani. Takwimu zinaonesha zaidi ya vijana 4,000 wamenufaika na mafunzo ya ujasiriamali na mbinu za uvuvi wa kisasa kupitia uchumi wa buluu. Ni kwa kiasi gani mafunzo haya yamewanufaisha wananchi? Huyu hapa Mwanaheri Musa Muhammad. Wakulima wa mwani sasa hivi tumesema hatutaki mafunzo, hatutaki kitu chochote, isipokuwa jambo kubwa tunalolitaka ni bei ya mwani, inaturudisha nyuma. Hili linatutia uchungu. Katika taarifa yake, IFAD inasema kuwa mwani umeongeza kipato cha wanawake wa vijijini kwa 40% katika miaka 5 iliyopita. Salma Said, DW, Zanzibar. Asante sana Salma Said ukitupasha kutokea visiwani Zanzibar. Naendelea kupokea taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tupo mbashara kutoka idhaa hii ya Kiswahili
Usisahau kujisajili nasi, subscribe mkwaju follow, vile vile penda like, ambapo taarifa inayokupendeza. Usisite kutuandikia maoni yako kupitia radio14africa@gmail.com. Pia tembelea tovuti yetu cantonadigital.wordpress.com kwa habari zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amewasili leo nchini Israel, amesema kundi la Hamas linazingatia mpango wa kuweka chini silaha. Delma Mwazaya na taarifa zaidi. Wakuu wa Rais Paul Biya ni pamoja na msemaji wa serikali wa zamani Issa Chiroma Bakari aliye na umri wa miaka 76 ambaye amepata uungwaji mkono mkubwa. Wafuasi wake wanashinikiza mageuzi ya uongozi na wanaungwa mkono na baadhi ya vyama vya upinzani na makundi ya kiraia. Kwa mujibu wa waandishi wa habari wa shirika la AFP, shughuli ya kupiga kura ilipita salama bila vituko kuripotiwa. Clement Jekeu ni mhadhiri aliyestaafu na anatiwa wasiwasi na jinsi mchakato wa kuhesabu kura unavyoendelea. Ninajivunia, naona fahari, kila kitu kimekwenda vizuri. Hata hivyo, kinachonitia wasiwasi ni ukusanyaji wa matokeo kwenye nyaraka rasmi. Hapo ndipo udanganyifu hutokea, hapo ndipo utakapofanyika. Na waomba vijana walio nyuma yangu kuilinda kura hii na kuitetea kabisa. Paul Biya anamenyana na wapinzani 11. Ifahamike kuwa nusu ya idadi ya wakazi wote wa Cameroon ni vijana walio na umri ulio chini miaka 20. Alipopiga kura yake mtaani Bastos, karibu na makazi rasmi ya rais, Paul Biya aliwaeleza waandishi wa habari kuwa hakuna kilichobayana, ni bora kusubiri matokeo na jina la mshindi rasmi. Biya alifutilia mbali mwaka 2008 ukomo wa muhula wa rais na kuiongoza nchi kwa mkono wa chuma. Mfumo wa uchaguzi uliopo unampa ushindi mgombea atakayepata kura nyingi zaidi, hata ikiwa hana wingi wa uwakilishi na hakuna marudio. Mashirika ya kutetea haki za binadamu likiwemo la Human Rights Watch yameutia doa uchaguzi huo, kwani mgombea mmoja, Maurice Kamto wa upinzani, alipigwa marufuku kushiriki. Biya ndiye rais wa pili wa Cameroon tangu ijinyakulia uhuru wake kutoka kwa Ufaransa mwaka 1960. Serikali kwa upande wake iliridhia waangalizi 55,000 wa ndani na kimataifa kusimamia uchaguzi huo, wakiwemo wawakilishi wa Umoja wa Afrika. Asante sana Delma Mwazaya, ambapo rais wa Cameroon alipiga kura Jumapili katika uchaguzi uliotarajiwa kumrejesha madarakani Rais Paul Biya mwenye umri wa miaka 72 ambaye ameiongoza nchi hiyo kwa zaidi ya miaka 4. Naendelea kufuatilia taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Washirika wetu ni DW. Wanasayansi wamesema dunia imefikia hatua hatari ya mabadiliko ya tabia nchi mapema kuliko walivyotarajia. Ripoti mpya inaonyesha kwamba matumbawe ya bahari ambayo ni muhimu kwa maisha ya viumbe vya majini sasa yanakufa kwa kasi kubwa, na hali hiyo huenda isiweze kurekebishwa tena. Idi Sisanga na taarifa zaidi. Ya matumbawe duniani. Kulingana na ripoti hiyo, dunia tayari imevuka kiwango cha ongezeko la joto la nyuzi 1.4 za Celsius, na hilo linachochea wimbi kubwa la vifo vya matumbawe katika bahari zote kuu duniani. Wanasayansi wanasema hatua hii ndiyo mabadiliko makubwa ya kwanza duniani, ambapo mfumo wa asili unabadilika kwa namna isiyoweza kurekebishika. Tim Lenton ni mkurugenzi wa taasisi ya mifumo ya dunia katika chuo kikuu cha Exeter. Tumeshuhudia tukio kubwa lisilo kifani la kufifia kwa matumbawe, likigusa karibu 80% ya miamba yote ya kitropiki duniani. Na hilo lilithibitisha hitimisho letu kwamba kiwango cha joto cha mwisho kwa matumbawe yumkini kilikuwa chini ya nyuzi joto 1.5 za Celsius. Matumbawe yana umuhimu mkubwa, yanafanya kazi kama ngao za pwani dhidi ya mawimbi makubwa, kutoa makazi kwa viumbe wa baharini na kusaidia mamilioni ya watu wanaotegemea uvuvi na utalii. Lakini sasa wanasayansi wanasema iwapo joto la bahari halitashuka, matumbawe mengi yataendelea kufa na kuacha mifumo ya baharini katika hali dhaifu. Kwa mujibu wa taasisi ya usimamizi wa bahari na anga hewa ya Marekani NOAA, bado kuna njia ya kusaidia kurejesha baadhi ya maeneo kwa kupanda matumbawe yaliyokuzwa kwenye maabara na kuyapandikiza tena baharini. Hata hivyo, njia hii ni ya muda mfupi tu ikiwa tatizo la joto duniani halitashughulikiwa. Ripoti hiyo pia inaonya kuwa mifumo mingine muhimu duniani iko hatarini, ikiwemo msitu wa Amazon na barafu za Greenland na Antarctica ambazo zinaweza kuyeyuka kwa kasi zaidi kuliko ilivyodhaniwa awali.
for the last 25 years. Kwa miaka 25 iliyopita, kadri sayansi inavyozidi kutathmini hatari za hali ya hewa, ndivyo hatari hizo zinavyoonekana kuwa kubwa, kwa maana ya kwamba hali joto ambayo tunafikiri viwango vya mwisho vinaweza kuvukwa vinazidi kushuka. Kadri tunapopandisha joto na kutafiti madhara yake yatakuwa kiasi gani zaidi, tunafichua sababu zaidi za kutia wasiwasi. Wanasayansi wanasema dunia iko njiani kuelekea ongezeko la nyuzi 3 za joto kufikia mwishoni mwa karne hii. Ikiwa hatua hazitachukuliwa, ongezeko hilo litamaanisha si tu kupotea kwa matumbawe, bali pia ukame, mafuriko na kuporomoka kwa mifumo ya asili. Hata hivyo, kuna dalili chanya. Ripoti hiyo inasema nishati mbadala kama jua na upepo sasa inazalisha umeme mwingi kuliko makaa ya mawe kwa mara ya kwanza duniani. Tim Lenton anasema bado kuna matumaini endapo serikali zitachukua hatua za haraka kupunguza hewa ya ukaa, na kwamba dunia inaweza bado kubadilisha mwelekeo wake kuelekea mustakabali salama. Asante sana Idi Sisanga. Nazidi kusonga mbele, ambapo msikilizaji tunakuomba simama kituo hiki kufikia malengo yake. Uratibu kituo kipi? Radio Fortune Africa, ambapo tunahitaji kununua transmitter na station transmitter lenye uwezo wa kurusha matangazo yetu mbali na kwa njia nzuri atakaotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625 account number ni 012450 85217800 au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Basi wakati huu ni kupokea maoni, ambapo na kurejesha kwenye studio za DW, ambapo Josephat Charo na Tatu Karema ndio wanaoongoza vitu kama hivyo. Kwa hivyo yeye alirekodi na kweli akapeleka, akasambaza mitandaoni na pia katika vyombo vingine vya habari. Gari lilikuwa linakwenda upande wa kulia, maana Kenya wanasema ni drive left, si ndio? Yeye ana drive right kama Ujerumani. Lakini sasa unajua mara nyingi watu hawakosi watetezi wao. Sasa seneta huyu akaona heri ajaribu kutetea mwenzake. Sasa jaribio lake hili limeibua hisia kali mtandaoni baada ya kusema kuwa tabia ya mbunge huyo ilionyesha maisha yenye shughuli nyingi za kisiasa. Na anataka kunukuu hapa. Amesema Wakenya hawaelewi jinsi maisha ya kisiasa yanaweza kuwa magumu, kutoka majukumu ya maeneo bunge hadi vikao vya bunge na kazi za kamati. Shinikizo la mara kwa mara linaathiri afya ya akili. Hii ndio maana mswada wangu wa afya ya akili unatafuta kuunda kitengo cha kusaidia katika afya ya viongozi. Sasa haya matamshi wengi wametoa hisia mbalimbali kusema hayo. Kwanza dereva huyu anahatarisha maisha ya kabla anaosema dereva huyo kwamba amefikishwa mahakamani. Dereva lakini kwa sababu dereva ndio alikuwa anapeleka gari. Kwa hivyo anashikwa ni yule anaendesha gari, sio? Mohamed Hersi anasema kila taaluma inakabiliwa na athari kubwa, changamoto ya afya akili. Wabunge wanaendesha magari makubwa katika upande wa barabara hawaonyeshi changamoto za kiakili, lakini kiburi cha wawakilishi wanaolipwa kupita kiasi na ambao wanadharau raia ambao wamekusudiwa kuwalinda. Wakili mmoja anaitwa Willy Sotieno, huyu amehoji ikiwa seneta huyo alikuwa anamaanisha kuwa wabunge hawana afya nzuri ya akili na pia wanahitaji sheria ili kuweza kujiponya wenyewe. Kwa hivyo alikuwa anazungumza katika hali ya kinana. Hilo nafikiri haliwezi kuwa na ukweli kwa sababu hakuna vipimo ambavyo vimefanywa na ikabainishwa kwamba wana matatizo hayo. Na nafikiri ni katika juhudi za kujaribu kuwatetea. Shinikizo nyingi, kazi yao ina shinikizo nyingi sana. Kazi zote zina shinikizo nyingi. Kwa nini wao ndio haitetezi? Na nafikiri muhimu waheshimu sheria za barabara kabisa. Na bado nikisalia nchini humo, miili miwili zaidi imepatikana leo baada ya ajali ya boti ambayo ilikuwa imebeba watu 21 wakati wa mashindano ya baharini eneo la Chuda mjini Mombasa siku ya Jumamosi. Na boti hiyo ilikuwa na watu 22 lakini 19 walinusurika siku hiyo. Watatu ilikuwa bado hawajulikani walipo. Lakini leo miili ya Steven Karembo mwenye umri wa miaka 23 na Tom Wanyonyi mwenye umri wa miaka 24 imepatikana. Maswali lakini ni mengi kuhusiana na kwa nini hakukuwa na vifaa vya kuokoa. Wao wenyewe hawakuwa na zile life jackets. Alafu wazazi pia wanasema wenyewe walikuwa hawajui kupiga mbizi. Ilikuwaje watoto wao wakahusishwa katika mashindano kama haya?
Haya, naona tumeshaelekezwa hapa kwamba tusonge mbele kusoma ujumbe ambao umetufikia hapa, maoni ya wasikilizaji wetu kupitia channel yetu ya YouTube. Namuona hapa Gitigani Ibrahim Danhi akiwa kule Arusha nchini Tanzania. Yeye anasema ni vyema ulimwengu ukachukua tahadhari na namna ya kujikinga na athari za tabia nchi. Mirambo Daudi wa Mbeya Tanzania anasema kongole kwake Rais wa Marekani Donald Trump kwa kuendelea na juhudi za upatikanaji wa amani katika ukanda wa Gaza. Miraji Njiwa wa Moshi Kilimanjaro ni Tanzania anasema ni lini wanasiasa mtakuwa mkiongea ukweli kutoka moyoni, maana ahadi ni nyingi lakini vitendo hakuna. Mbaga Charles Kubeja akiwa Kishinda Geita anasema kuachiliwa kwa mateka huko Gaza huenda ikawa mwisho wa vita vya muda mrefu katika ukanda huo. Tumaini Petro wa Chingunga Geita anasema Urusi na Ukraine kainimiza moja malize tofauti zenu. Na Isaya Sambo anasema si kila jambo linatokea kwa bahati mbaya. Kuna mengine matukio yanatokea kwa sababu ya mienendo yetu wanadamu dhidi ya haki za wanadamu zetu. Mtume wa haki anasema Hamas wajitambue na waache kujaribu wasio yaweza, dunia itafute namna njema ya kuondoa vita na mabaya mengine yanayoikumba dunia. Mungu mkuu atusaidie kwa yote, amina. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza kusomea ujumbe mfupi. Msikilizaji, endelea kuwa nasi. Haya, asante sana Josephat Charo. Nazidi kusonga mbele msikilizaji, tutakuwa napokea mjadala kwa muda usiokuwa mrefu, lakini sasa tutamatisha awamu hii ya kwanza. Kiziba mkonga cha leo. Kiziba mkonga cha sasa unaanza kama married, mambo ya kikakamaa unakuja kuwa single married. Vikizidi unaona isiwe tabu, unaamua kuwa single parent. Mwishowe unaishia kuwa single lady. Jiulize uko wapi? Kiziba mkonga cha sasa unaanza kama married, unatamani kuwa peke yako, mambo ya kikakamaa unakuja kuwa single married. Vikizidi unaona isiwe tabu, unaamua kuwa single parent. Mwishowe unaishia kuwa single lady. Kwani wewe uko wapi? Ndio wengi sana wanasumbua hapa mjini. Naona akisema kwamba single mother alianza kwamba akiwa married, kiburi kikambeba akawa akakuja kuwa single married. Vikazidi namna hiyo akaona isiwe tabu, akaamua kuwa single parent, na baadaye sasa hivi wanaishia kuwa single lady. Unaona ni single lady wamejaa sana. Miaka ikienda unatamani tena kurudi kwenye ndoa. Ujana ni moshi na uzee si ugonjwa. Kiziba mkonga hicho.